Bado jana. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku nyingine nzuri ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia ya mimi na wewe kuweza kukutana kwa njia ya mtandao. Nitumie nafasi hii pia kukushukuru na kutoa upendeleo wa pekee, maana ni Alhamisi ya kwanza ya mwezi huu wa tatu. Maana hiyo tuna nafasi kubwa na tuna uwezekano mkubwa wa kutengeneza zile Alhamisi zingine zote zikaweza kuwa na matokeo na impact kwenye maisha yetu ndani ya mwezi huu wa tatu. Popote pale ulipo, nataka utumie muda huu mzuri kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema na pendo lake ndani ya maisha yako ambalo ameweza kukupatia. Maana ni pendo la namna gani jinsi sisi tuitwe wana wa Mungu, maana hiyo hatuwezekani. Nenda mbele za Mungu kwa wasaa huu na wakati huu, umshukuru Mungu mahala ulipo, umwazimishe Mungu mahala ulipo, maana ni upendo mkubwa na ni nafasi kubwa ya sisi kuitwa wana wa Mungu. Hapo ulipo, hebu anza kumshukuru Mungu, mwambie tu, Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi ya uzima. Hapa kutoka Jumatatu mpaka leo siku ya Alhamisi, kuna matatizo na majanga mengi yamewapata watu wengi, kuna hali mbaya nyingi zimewapata watu. Hebu nenda mbele za Mungu wakati ukiwa unamshukuru Mungu, chukua hiyo linki, anza kushare kwa watu, anza kushare kwa marafiki zako, anza kushare kwa wengine na marafiki ambao nataka waombe pamoja nasi huu usiku wetu leo wa kumtaka Roho Mtakatifu na nguvu ya maisha matakatifu ndani yetu. Anza kumshukuru Mungu, mwambie tu, Baba nakushukuru. Baba, asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo watoto wako na wanao umetupa neema, umetupa nafasi, umetupa kibali, umetupa upendeleo, umetupa hatua mpya. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya Alhamisi hii ya kwanza kabisa ya mwezi huu wa tatu. Roho Mtakatifu, tunakutukuza Mungu wetu na Baba yetu, pokea utukufu. Adonai Elohim, pokea heshima na uweza, maana tunajua si kwa nguvu wala si kwa uweza, ila ni kwa sababu ya Roho wako atendaye kazi ndani yetu. Maana tunajua si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali ni kwa sababu ya Roho yako. Roho Mtakatifu, tunakutukuza. Roho Mtakatifu, tunakuinua. Roho Mtakatifu, tunakubariki. Asante kwa kutulinda na mabaya, asante kwa kututunza na uharibifu, asante kwa kutulinda na kila mitego ya movu. Movu alitega mabaya juu ya maisha yetu, mwovu alitega uharibifu juu ya afya zetu, mwovu alitega magonjwa kwenye afya zetu ili tusione Alhamisi ya leo, ili mwezi huu wa tatu tusiufikie. Bwana Yesu, tunakushukuru. Roho Mtakatifu, tunakuinua. Tunasema asante kwa sababu ya neema, tunasema asante kwa sababu ya pendo lako. Pendo lako ni kubwa sana kwenye maisha yetu, pendo lako ni la pekee juu ya afya zetu, pendo lako ni la pekee juu ya miili yetu, pendo lako ni la pekee juu ya maisha yetu. Uinuliwe Jehova, uinuliwe Adonai, uinuliwe Elohima, uinuliwe mfalme wa amani. Wewe uliyeanzisha kazi njema ndani ya maisha yetu, tuna kila sababu ya kukushukuru. Hebu mwazimishe Bwana mahala ulipo, mwazimishe Bwana mahala ulipo, mwambie tu, Baba asante, mwambie tu, Baba asante, mwambie tu, Jehova asante, mwambie tu, Adonai asante, mwambie mfalme wa amani asante, mwambie Elohima asante, mwambie Mungu wa miungu asante, mwambie Bwana wa majeshi asante, mwambie Bwana wa mabwana asante, mwambie mfalme wa amani asante, mwambie Mungu usiyeshindwa asante, mwambie Bwana wa mabwana. Tunakushukuru jioni ya leo, tunakushukuru usiku wa leo. Umetutunza sisi na familia zetu, umetutunza sisi na watoto wetu, umetutunza sisi na watu wa nyumba zetu, umetutunza sisi mbali na magonjwa, mbali na kila uharibifu. Umetuweka ndani ya pendo lako, maana pendo lako ulishalimimina, ulishaliachilia juu yetu. Baba, tunakubariki. Baba, tunakutukuza. Tuseme nini juu ya yote? Tuseme nini juu ya pendo lako hili ambalo Bwana umetusaidia, ambalo Bwana umetuwezesha, ambalo Bwana umetusaidia. Rimakalo sandarabadabayada mantelebo shandarabadaba. Biblia inasema kwamba mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Paulo akasema ya kwamba mashatalama, shukuruni kwa kila jambo. Yapo mambo mengi
mengine ni magumu, lakini Bwana tunakushukuru kwa ajili ya hayo mambo. Zipo changamoto zilikuja, ila Bwana ukatuvusha. Tunakushukuru hata kwa kutupa madarasa mengine ni magumu, mengine madarasa ni mepesi. Baba, utukufu na heshima, Baba, uweza na nguvu, Baba, mamlaka ni ya kwako, enzi na utawala ni wa kwako, nguvu na utukufu ni wa kwako. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya ulinzi. Ni nani angeweza kutulinda mbali na magonjwa kama sio wewe Mungu wetu ambaye haulali hausinzii? Ni nani ambaye angeweza kutulinda na mitego ya mwovu kama sio wewe Mungu wetu ambaye haulali wala hausinzii kwa ajili yetu? Ni nani ambaye angeweza kutulinda mbali na uharibifu wa giza kama sio wewe Mungu wetu ambaye ulianzisha kazi yetu? Wadogo zetu walitoka wakaenda shuleni, watoto wetu walitoka wakaenda shuleni, wake zetu walisafiri hapa na pale, mume wako alisafiri huko na huko. Baba, tunakushukuru, asante kwa ajili ya uzao wa matumbo yetu ambavyo Bwana umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, umekuwa wa pekee, umekuwa mwenye nguvu na mwenye kuheshimika na mwenye kutukuka. Neno lako linasema ya kwamba wewe usipoijenga nyumba, ajengaye afanya kazi bure. Wewe usipoilinda nyumba, alindaye afanya kazi bure au akesha bure. Baba, asante kwa kutulinda mchana. Baba, asante kwa kutulinda usiku tulipolala, na wakati huu tena tunarudi kwa shukrani, tunakutukuza mfalme wa amani na Mungu siye chunguzika mambo yako, wewe ambaye utendaye mambo makubwa, wewe ambaye ufanyaye mambo yasiyotafutikana, wewe ambaye utendaye mambo yasiyochunguzika kwa akili za kibinadamu. Elohima, mfalme wa amani, Mungu na baba yetu, wewe uliyetanda juu ya bahari na bahari ikajitenga, ulipotanda juu ya ardhi ikatoa miche na matunda na mbegu na kila mti kwa namna yake. Ndiyo Mungu wetu tunayekutukuza, ndiye Mungu wetu tunayekutukuza. Baba, asante. Hapo ulipomwazimisha Mungu, yapo mambo mengi ambayo Mungu amekutunza, yapo mambo mengi ambayo Mungu amekusaidia, vipo vitu vingi ambavyo Mungu amekupigania, maana yeye anapigana kwa namna yake tofauti na wewe unavyofikiria. Masobredianda baraba remama mama katala baraba. Amepigana kwa habari ya kazi yako ili isifie njiani. Amepigana kwa habari ya ndoa yako ili kusiwepo na uharibifu. Amepigana pia kwa habari ya watoto wako walipokuwa wanaenda shuleni. Amepigana kwa habari ya mme wako alipokuwa anaelekea kazini. Amepigana kwa habari yako wewe ulipokuwa unasafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Hiyo yote ni namna ya kimbingu na utendaji wa Mungu juu ya maisha yako na juu ya maisha yetu. Baba, liinuliwe jina lako. Baba, litukuzwe jina lako. Baba, liimidiwe jina lipitalo majina yote, ambalo ni jina lenye nguvu, ambalo ni jina lenye uweza, ambalo ni jina lenye mamlaka, ambalo ni jina popote linapotajwa, hili jina linaleta msaada. Popote linapotajwa, hili jina linaleta mgeuko mkuu kwenye maisha ya mtu, kwenye afya ya mtu, kwenye huduma ya mtu, kwenye uchumi wa mtu, kwenye ndoa ya mtu. Popote hili jina ulilotupa Bwana, kila goti lipigwe kwa hili jina. Magonjwa yanasarenda kwenye hili jina, uharibifu wa giza unasarenda kwenye hili jina, uonevu wa kipepo unasarenda kwenye hili jina. Baba, tunakushukuru. Mimi na Watanzania kupitia YouTube, mimi na Watanzania kupitia Facebook, tunakushukuru hata kwa ajili ya taifa letu, kwa sisi kuwepo ndani ya taifa la Tanzania. Kama wewe ni Mtanzania hapo ulipo, hebu mwazimishe Mungu, mwambie tu, Baba, nakushukuru kwa kuniweka Tanzania. Baba, nakutukuza kwa mimi kuniachilia Tanzania. Nimezaliwa Tanzania kwa sura na mfano wako. Nimezaliwa Tanzania ili nikutukuze kwenye lango la Tanzania, ili nikuazimishe kwenye lango la Tanzania. Asante mfalme wa amani. Riamakatolobo sandalaba. Kuna mataifa hawezi wakamshukuru Mungu kama sisi ambavyo wengine ni wainjilisti. Kama mimi mwinjilisti, ninapenda kuhubiri injili mtaani, lakini kuna mataifa hawezi ukahubiri injili. Hebu mshukuru Mungu kwa amani ndani ya taifa letu la Tanzania. Kuna makabila, kuna taifa zingine wakati kama huu vita imekuwa kubwa, majira kama haya ndugu zao wamekufa na vita mbalimbali, lakini
Bwana wa majeshi, yeye atendaye mambo makubwa zaidi ya fikira zetu. Ametuchagua sisi tukazaliwa Tanzania. Kama ungelikuwa na uwezo wa kuchagua kwamba usizaliwe Tanzania, ungeweza kufanya uchaguzi huko mbinguni ukasema sitaki kuzaliwa Tanzania, lakini imeandikwa kwamba kutaka kwenu na kutenda kwenu ni kusudi la Mungu ndani yake. Maana hiyo wewe kuzaliwa Tanzania moja kwa moja ni makusudio ya Mungu, moja kwa moja ni upendeleo wa kimungu, moja kwa moja ni haiba ya Mungu ndani yako inayokupelekesha wewe uweze kuzilisha, uweze kuonyesha matendo makuu ya Bwana, yeye aliyekuchagua toka misingi ya ulimwengu haijakuwepo, kama ilivyokuwa kwa mtumishi wa Mungu, kama ilivyokuwa kwa mtumishi wa Mungu Yeremia. Ni Yeremia anaambiwa kwamba toka misingi ya ulimwengu hajakuwepo, nilikuchagua na nilikujua, nikakuweka tumboni mwa mama yako ili ukawe nabii wa mataifa. Mashadabadabaraba. Kila mmoja unayeomba na mimi, kuna ajenda ya kimbingu juu ya maisha yako, kuna jambo la kimbingu juu yako ambalo unapaswa ulitimize, ambalo linapaswa litokee, ambalo linapaswa lidhibitike katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai, na kwa utukufu wa Mungu wetu, yeye atendaye mambo makubwa zaidi ya sisi tunavyofikiri. Mwazimishe Bwana mahala ulipo, mwambie tu Baba na kushukuru, mwambie tu Baba na kutukuza. Rima mama kuriantele mashandalaba riobokotalabadabadaba rieketele mandoro kozindalaba reketele mandele kapaladaba shida riababababa kuzele manda mantaradaba setelede retete pakataladaba rema mama sekete rianta pakatalada baraba ina mama makuriante lebanda mantala baraba riebebebe sikata paladaba. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, Baba tunalibariki jina lako, Baba tunalitukuza jina lako, ambalo ni jina lipitalo majina yote, ambalo ni jina lenye uweza, ambalo ni jina lenye nguvu, ambalo ni jina linaloinua, ambalo ni jina linalowaepusha watu na mabaya yote. Maana Biblia inasema aketie mahala pake pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake. Baba tunakushukuru, Jehova tunakushukuru, Mfalme wa amani tunakutukuza. Tunasema asante, asante kwa kutulinda. Umelinda familia zetu, umelinda ndoa zetu, umelinda wadogo zetu, umelinda watu wa nyumba zetu. Baba utukufu na heshima ni za kwako. Baba uweza na nguvu ni wa kwako. Baba mamlaka na enzi ni ya kwako. Jina lako litukuze, wewe ambaye ulianzisha kazi njema ndani ya maisha yetu. Baba nakushukuru kwa ajili ya huyu mama aliye tune hii channel, akiwa YouTube, akiwa Facebook, akiwa TikTok, akiwa Instagram. Baba ni maombi yangu, amekushukuru na amekutukuza. Hebu mzidishe katika shukrani zake, muongeze katika shukrani zake yale aliyokushukuru. Kuna mengine hayaelewi, lakini Bwana ameinua sauti yake ya shukrani mbele zako. Kuna mengine hayafahamu, lakini Bwana ameinua sauti ya shukrani mbele zake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Acha nikuletee mwongozo usiku wa leo ambao utatuongoza kwenye kuomba. Leo ni usiku wetu wa kujaa roho ya utakatifu au kujaa Roho Mtakatifu. Kwa muda huu na kwa wasaa huu nataka tusome kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya kwanza na ule mstari wa 3 na 4. Biblia inasema kwamba kwa habari za Yesu wa Nazareti, kwa habari ya Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho. Warumi ile sura, ngoja nikusomee mtu wa Mungu. Warumi sura ya kwanza, alafu nitaongea kitu cha muhimu sana hapo utaelewa. Kwa maana kwamba tunahitaji roho ya utakatifu. Yale unayoyaona hayafai, vitu unavyoviona havieleweki kwako, kinachohitajika inahitajika roho ya utakatifu. Biblia inasema mstari wa 3, Warumi sura ya kwanza mstari wa 3 na 4. Biblia inasema, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Nitarudia tena. Yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Yaani Mungu aliamua kumpitisha Yesu kwenye ukoo wa Daudi, kwenye ukoo
wa Daudi, kwa sababu ukoo wa Daudi ulikuwa na makandokando mengi. Moja ya kandokando lililokuwa ni baya ilikuwa ni uzinifu. Uzinzi kwenye familia ya Daudi ulikuwa ni mkubwa. Daudi mwenyewe anazungumza kwenye Zaburi sura ya 51, anasema kwamba mama yangu alinichukua mimba yangu hatiani. Maana yake huenda Daudi, sina uhakika, lakini Daudi hakuwa mtoto wa mzee Yese, maana hiyo alikuwa mtoto wa nje ya ndoa. Ndio maana unaona Daudi anaishi maisha machafu yenye dhambi, yenye mambo ya ajabu. Dhambi iliyokuwa kwa Daudi ilikuwa ni zinaa, ndio ilikuwa dhambi inayomtawala Daudi. Aya, tukaja kwa mtoto wake mmoja anaitwa Sulemani. Sulemani kwa sababu alikuwa ametoka kwenye DNA za Daudi, na yeye alikuwa, jaribu kujiuliza, mtu mmoja unaweza ukaoaje wanawake karibu 300? Wanawake 300, masuria sijui 700, yaani wanawake karibu 1000. Mtu wa Mungu. Halafu ndo Yesu amezaliwa kwenye hiyo familia. Amezaliwa kwenye hiyo familia ili kuja kuonyesha kwamba haijalishi background ya familia yako ikoje, ila ukiwa na roho ya utakatifu, maana hiyo utakatifu unawezekana kuishi. Utakatifu hauwezekani kwa kuishi kwa sababu unaenda kanisani. Utakatifu hauwezekani kuishi kwa sababu una maandiko umeyakariri. Kukariri maandiko sio kigezo cha kuwa wewe ni mtakatifu. Kuna watu wamekariri maandiko na ni walevi. Kuna watu wamekariri maandiko ni wazinzi. Kuna watu wamekariri maandiko na ni washerati, hawajaolewa lakini wanashiriki tendo la ndoa. Ninapozungumzia roho ya utakatifu, ni ile Yesu mwana wa Mungu alizaliwa katika ukoo wa dhambi, kwenye familia yenye makandokando yasiyojulikana. Jaribu kujiuliza, watoto wa Daudi walikuja kufanya mambo ya ajabu makubwa. Jaribu kujiuliza, watoto waliowazaa ndo watoto wanaobaka mama zao, halafu Yesu ndo anazaliwa kwenye hii familia. Hebu jaribu kujiuliza hapo. Halafu Yesu anakuja kuzaliwa kwenye hiyo familia. Hatuoni akiteseka na nguvu ya kifamilia ya ukoo wake, kwamba ukoo wake unateseka, ulikuwa unateseka na zinaa, ukoo wake ulikuwa unateseka na nguvu ya mauaji, lakini kwa sababu ya roho ya utakatifu iliyokuwa nyuma yake, iliyokuwa ikimuongoza. Maana hiyo ukiongozwa na roho ya utakatifu, ukiongozwa na roho ya utakatifu, dhambi ya namna yote unaichukia kama unavyochukiaga kinyesi. Narudia tena, ukiongozwa na roho ya utakatifu, maana roho wa Mungu ni roho mtakatifu. Kwanza kwenye kitabu cha Zaburi, Isaya sura ya 6 mstari wa Isaya sura ya 6 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba wote wakaitana kwa jina lake, huyo akamuita kwa jina lake, alafu wote wakapaza sauti wakasema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ndiye Bwana wa majeshi na ndiye jina lake. Kwa nini? Yeye ni mtakatifu na roho aliyemtoa ni Roho Mtakatifu. Kuna watu mnakaa makanisani, mnaongoza ibada, mnaongoza maombi, mnaongoza praise and worship, mnaimba kwaya, lakini kwa sababu roho ya utakatifu haijakaa ndani yenu, ni mwanakwaya sawa, shetani amekuachia hako kaneema kakukaa kanisani tu, lakini ile roho ya utakatifu ambayo ikiingia ndani yako, unaanza kuichukia dhambi kama unavyochukia kinyesi. Kwani ulishawahi kujisaidia ukatamani kukiona kinyesi mchana wote? Yaani toka asubuhi umejisaidia hapo, yani unaenda kukiangalia kinyesi, yani ukijisikia raha unaenda kukiangalia kinyesi? Hapana. Ndio maana Biblia inasema kwamba msitupe ruru zenu kwa nguruwe. Kwa nini? Kwa sababu hawajui thamani yake, watazikanyaga na kuwarudia nyinyi kuwararua. Kwa nini? Kwa sababu thamani ya Roho Mtakatifu huwa haikai mahala pachafu, haikai mahala pachafu. Kujaa Roho Mtakatifu kuna kuendesha kwenye maisha matakatifu. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 9, neno la Mungu linasema hivi, maana aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, maana uzao wake wakaa ndani yake. Kwani ngoja nikusomee, nisije nikaliongea tu alafu kasema mtumishi wa Mungu hapo umetupiga.
Biblia inasema hivi, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 9. Biblia nitaanzia wa 8. Wa 8 inasema kwamba atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa sababu ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alizihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Mwana wa Mungu alizihirishwa azivunje kazi za ibilisi. Lakini mstari wa 9, kila mtu aliyezaliwa na Mungu, maana yake aliyeokoka na akajawa Roho Mtakatifu, maana yake uzao wa Mungu unakaa ndani yake. Kwenye Yohana sura ya 14 mstari wa 23 inasema kwamba Yesu akajibu akawaambia, mtu akinipenda na kulishika neno langu, mimi na Baba tutakuja kufanya makao. Maana hiyo unapojaa Roho Mtakatifu, Mungu mwenyewe anakuwa amekaa ndani yako. Maana hiyo kwa lugha nyingine, Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe anakaa ndani ya maisha yako, anaanza kukuendesha kwenye utakatifu. Kwa nini? Kwa sababu uzao wake yeye aliyekuchagua toka misingi ya ulimwengu hajakuwepo unakaa ndani yako. Masobredi ya mando riada bakatala badaba matalama. Biblia inasema kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Mtu wa Mungu, kama umeokoka, wewe unatokana na Mungu, na ukijazwa roho ya utakatifu. Samsoni alikuwa na roho ya kupigana vita, ila hakuwa na roho ya utakatifu. Musa alikuwa na roho ya utakatifu, ila hakuwa na roho ya kushinda kiburi, kushinda majivuno. Yaani Roho Mtakatifu anafanya kazi kulingana na namna unavyomwelewa. Ukimwelewa kwa habari ya maisha matakatifu, utamuona anajifunua. Wafalme wa pili sura ya 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 7. Mwanamke wa nabii mmoja, mwanamume alikuwa ni mtakatifu, lakini hakujua roho ya kuondokana na madeni ndani yake. Kwa maana hiyo, unapojua Roho Mtakatifu, unapompa nafasi. Kuna wengine mmempa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutungia vinyimbo. Hamjampa nafasi Roho Mtakatifu kwa ajili ya wewe akusaidia kuishi maisha matakatifu. Umempa nafasi Roho Mtakatifu ndani yako kwa ajili ya wewe kukusaidia au kukuwezesha, ili tu usifanye nini? Usikate tamaa au usivunjike moyo kwenye mapito unayonayo. Mtu wa Mungu, roho ya utakatifu ikiingia ndani yako, roho ya utakatifu ikiingia ndani yako, na kuhakikishia kila dhambi iliyokuwa imekuwa mzigo uliokuwa hauiwezi, labda dhambi ya masturbation, kijana unayenisikiliza, dhambi ya kuangalia pornography. Unakaa TikTok unatafuta tu picha za uchi, unakaa Instagram unatafuta picha za uchi, unakaa YouTube, Facebook unatafuta picha za uchi. Na umeokoka, unaingia madhabahuni, unapiga vyombo, unaongoza praise and worship, lakini hayo yote hayakusaidii. Roho wa utakatifu hajaingia ndani yako. Roho wa utakatifu, kuna Roho Mtakatifu unavyompa nafasi ndani yako, ndivyo atakavyotenda kazi juu ya maisha yako. Mtu wa Mungu, hapo ulipo, nina dakika chache hapa, nataka tuende tukaombe. Andika hili, andika hiki. Kuna kumpokea Roho Mtakatifu na kuna kujazwa Roho Mtakatifu kwa mwendelezo. Maana hiyo hapa tunahitaji kuhuishwa tena au kujazwa tena kwa kiwango kingine ili tuweze kuishinda. Kuna mtu akijazwa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza, kuna tabia fulani zinaondoka kwake, kuna vifungo fulani vinaondoka, ila akizoea kile kiwango, zile tabia wanaitaga nini? Zinajiupdate. Kama ambavyo mafaili yanaomba kuupdate. Ikisha update inakuwa bora zaidi. Maana hiyo dhambi inajiupdate ndani ya mtu, kwa sababu yeye ameshindwa kujiupdate kuongeza kiwango kingine cha kwenda ushirika na Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume ile sura ya 2 mstari wa 4, Biblia inasema kwamba mahala pale wakajaa Roho Mtakatifu, kila mmoja akanena kwa lugha kwa jinsi Roho Mtakatifu alivyomjalia. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuja juu ya maisha ya mtu, anamjalia kuiongea dhambi kwa usahihi kabisa. Anasema kwamba zinani dhambi,
Kushikana shikana ni dhambi. Kuongea maongezi ya zinaa ni dhambi. Chatting za ngono ni dhambi. Yani anakuwa na ujasiri wa kuisema hiyo. Kwa nini? Roho ya utakatifu imeingia. Roho ya utakatifu imeingia. Nataka nimalizie kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14. Sura ya 10 mstari wa 44 mpaka 45. Petro alipokuwa akizungumza na watu wa kwa Kornelio, Roho Mtakatifu alishuka. Na mimi ninavyoongea na wewe unayenitazama, wewe unayenisikiliza, Roho Mtakatifu atashuka juu yako, atakuongoza, atakujaza, atakupandisha, atakuingiza tena kwenye vilindi vingine vya kuichukia dhambi. Dhambi ndio vita kubwa ambayo tulionayo. Ukifanikiwa kushinda dhambi, ukafanikiwa kuishinda dhambi ya namna yoyote ile, ukafanikiwa kushinda uharibifu wa namna yoyote ile, yani red card ya shetani ya kwanza ni zinaa. Mtu yoyote anayezini anaweza kabaki na kisauti chake kama kinanda, kisauti chake kama soro, kisauti chake kama kasuku, lakini rohoni ameshapigwa red card. Hana uwezo wa kuhendo. Majaribu yanapokuja yanamsomba, uharibifu unapokuja unamchukua, giza linapokuja linamtwaa. Kwa nini? Kwa sababu ndani hana Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ndo injini ya maisha ya maisha ya mtu aliyeokoka. Mtu aliyeokoka asiyekuwa na Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie hiki cha mwisho, ni cha muhimu na ni cha maana sana. Ni bora usijae Roho Mtakatifu wa kunena kwa lugha, yule wa rimakatapaladaba ambaye ameenea makanisani. Bora usijae roho wa hivyo wa kunena kwa lugha, lakini ukajaa roho wa maisha matakatifu, ukajaa roho wa kuichukia dhambi. Yusufu anasema kwamba nitendeje uovu huu nimkose Mungu. Yusufu alikuwa aneni kwa lugha, lakini alikuwa amejaa roho ya utakatifu ndani yake. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatembea na watu wanaoishi maisha matakatifu. Kama uishi maisha matakatifu, hauna roho ya utakatifu, yani wewe ni 0.0 jumlisha 0 toa 0 gawanya kwa 0. Kwa nini? Kwa sababu maisha machafu ni vyepesi kupigwa na shetani kwa muda wowote. Kwa Yusufu aliishi maisha matakatifu. Tumemuona Daudi kwa sababu ya roho ya utakatifu iliyokuwa ndani. Daudi ndo ningetarajia angepiga nguvu za kifamilia za zinaa, lakini kwa sababu alizilishwa kwa roho ya utakatifu. Maana hiyo kumbe huyu Mungu wetu tukimuomba anatoa roho ya utakatifu ili kusudi tuweze kuishi. Haijalishi background ya familia, ukijaa Roho Mtakatifu, roho wa utakatifu wa maisha ya utakatifu, atakupa neema ya kuchukia kila dhambi, atakupa neema ya kuchukia kila uovu unaoona kwenye maisha yako. Ndio maana Biblia inasema kwamba, nimalizie mstari wa 4, inasema na kuzilishwa kwa uweza kuwa ni mwana wa Mungu kwa jinsi ya roho ya utakatifu. Kwa jinsi ya roho ya utakatifu. Kwa jinsi ya roho ya utakatifu. Mtu wa Mungu, roho wa utakatifu ni wa uhalisia. Anaweza akaonekana kwenye maisha yako, anaweza akazilika. Yamkini wewe ni mwanachuo, yamkini wewe ni mwanasiasa, yamkini wewe ni mtu wa namna yoyote ile, unatenda kazi eneo lolote, roho ya utakatifu inakuhusu. Mwanafunzi, mwanachuo, unasoma, hausomi, mfanyabiashara, mtu wa namna yote, roho ya utakatifu ikiingia ndani yako, binti, hautaruhusu mwanaume ashike mwili wako. Kijana wa kiume, hautaruhusu mikono yako ianze kushikashika makario, maziwa ya wanawake. Kwa nini? Kwa sababu unaelewa mikono yako ni Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza
sura ya 3 mstari wa 16, au hamjui ya kuwa miili yenu imekuwa hekalu la Roho Mtakatifu? Biblia pia inasema Wakorintho wa pili ile sura ya 6 mstari wa 19 na kuanzia wa 16 mpaka wa 19, Biblia inasema kwamba basi tuvitwae viungo vya Mungu kuwa viungo vya kahaba, maana aliyeungwa na kahaba wamekuwa mwili mmoja. Maana amesema kwamba yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja. Je, tuvitoe sasa viungo vyetu kuwa miili ya kahaba? Rahasha! Maana amesema kwamba wale wawili watakuwa mwili mmoja. Maana hiyo Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, roho ya utakatifu, roho ya kumcha Mungu ikiingia ndani yako, inaanza kukuwezesha kuyaishi mapenzi yake, kuziishi njia zake. Hapo ulipo unaweza kama uko kwenye usafiri, au uko unaendesha gari, au uko nyumbani kwako wewe na watoto wako, mnaweza mkashikana mikono mkaongea maneno haya pamoja na mimi. Sema: Bwana Yesu, usiku wa leo tumekuja kwako na nimekuja kwako, mimi kama mtoto wako na mimi kama mwanao. Naitaka roho ya utakatifu ambayo itaniendesha kwenye utakatifu, ambayo itanipeleka kwenye utakatifu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, jimimine juu yangu, jiachilie juu yangu, jizilishe juu yangu, jionyeshe juu yangu. Roho wa utakatifu ulioonekana juu ya Yesu, ukaonekana juu ya Yusufu, ukaonekana juu ya Enoko, juu ya Musa, na kuhitaji tena, na kuhitaji tena, na kuhitaji tena, na kuhitaji tena. Unipeleke kwenye vilindi, unipeleke kwenye vilindi vya maisha matakatifu, vilindi vya maisha matakatifu. Roho Mtakatifu utakaye kaa ndani yangu, na mimi nikaichukia dhambi, nikachukia uongo, nikachukia washerati, nikachukia uzinzi, nikachukia ulevi, nikachukia uchonganishi, nikachukia ulafi, maana hayo yote yako kwenye mfumo wa dhambi. Katika jina la Yesu, hebu anza kuomba mahala ulipo. Mwambie Bwana, nipe roho ya utakatifu itakayonifanya nichukie uovu, itakayonifanya nichukie dhambi, itakayonifanya nichukie kila maovu ya shetani. Rama kuriantala badabaraba maseketeredosh katalamande mantorobo seketerema. Roho Bwana uje kwa nguvu juu yetu, ili tupate neema ya kuchukia kila dhambi, ili utuwezeshe kuchukia kila uovu, ili utuwezeshe kuchukia. Wengine ni wainjilisti ila wanateseka na masturbation. Wengine ni watumishi wa Mungu wanasimama madhabahuni lakini wanateseka na zinaa. Roho Bwana, njoo kwa nguvu juu yetu kama watumishi wako na kama watoto wako. Uje kwa nguvu juu yetu. Roho ya utakatifu tunaitaka, mimi pamoja na watumishi mbalimbali ambao wanaomba na mimi tunaitaka roho ya utakatifu. Hatuwezi tukafundisha karia ya mdomoni alafu mwili huku matendo yetu ya ndani ni mabovu, ni mabovu, ni mabovu. Haiwezekani. Bwana, mimi na wachungaji wote ambao wanaomba, wengine ni maaskofu ila dhambi za sirini zimewatafuna. Roho Bwana, ninaomba uje kwa nguvu juu yetu kama wachungaji, kama wafanyabiashara, kama watendakazi katika mwili wako. Roho utakatifu, Roho Mtakatifu uje kwa nguvu juu yetu. Rimama mama kataraba riandaba mesheketere mandaraba katalaba remama mama shandalaba kata manterebo sigada barabaraba mantaragadere mosikarababa mashedere mandarabarabaraba orina mashandala baraba. Jimimine juu yetu roho ya utakatifu. Tunaitaka roho ya utakatifu, tunaitaka roho ya utakatifu ambayo itatuendesha katika njia zako, ambayo itatuendesha katika mapito yako, ambayo itatuendesha katika njia zako. Mashada barabarabaraba, maana imeandikwa mawazo yako yako juu sana kuliko mawazo yetu, njia
zako ziko juu sana kuliko njia zetu. Ramashakatalama, haya mawazo yako hatuwezi tukayafikia ikiwa sisi tunaishi maisha machafu, maisha ambayo hayana maana. Mashakatalama, Zekaria sura ya 3, mashakatalama kuanzia mstari wa 1. Kisha Bwana akanionyesha Yoshua kuhani wa Mungu alikuwa amesimama mbele za Mungu akiwa na vazi chafu. Mavazi machafu ni matendo yetu ambayo tumejaribu kujitahidi kwa nguvu zetu, kujitahidi kwa namna yetu, imeshindikana. Usiku wa leo tunaitaka roho ya utakatifu. Mimi na huyu mwana maombi anayeomba na mimi hapo kwenye sebule yako, roho ya utakatifu inakuja. Hapo kwenye chumba chako, roho ya utakatifu inakuja. Kijana unayeomba na mimi, uwe uko chuoni, uwe uko wapi, ninakuombea roho ya utakatifu kwenye eneo lako. Mashada barabaraba. Mwanandoa unayeomba na mimi, roho ya utakatifu ije juu yako ili ndoa yako irudi, ili ndoa yako ikae sawa. Lazima roho ya utakatifu. Masona mama makalianda barada yene mama makalianda riba baba shandalaba. Yesu wa Nazareti, wewe ulitokea kwenye familia ambayo ilikuwa na makandokando mengi mabaya, ilikuwa na makandokando mengi machafu, lakini kwa sababu ya roho ya utakatifu uliweza kuishi maisha ya haki, maisha yenye kumpendeza Mungu. Nasi kama wanao na kama watoto wako tunaitaka roho ya utakatifu, tunaitaka roho ya utakatifu ndani ya hema lako, ndani ya makanisa tunayochunga, ndani ya watu tunaowaongoza. Kwanza ianze na sisi, kama anavyosema Paulo ya kwanza, Kristo alikufa akateswa kwa ajili yangu mimi, akasema mmoja wao ni mimi. Baba, naitaka roho ya utakatifu iliyokufanya wewe ukaishi maisha ya haki, ukaichukia dhambi, ukaichukia zinaa, ukauchukia uharibifu, kama ulivyoishi pamoja na Yusufu, wakachukia zinaa, akauchukia uharibifu mpaka amefika kuoa muda wake. Bwana Yesu, kama la mashanda laba, kama naomba na kijana mmoja ambaye maisha yake anatamani aishi kwenye utakatifu. Orira bashanda la barabara ria makatorobo sinda la baraba ria mama kirianda baraba otarabarianda la baraba. Kwenye hiyo sebule yako na kuombea, ongeza tena, kuna wingu, naliona wingu la maombi ya utakatifu yanakuja. Roho wa Bwana, tunaitaka roho yako, roho ya utakatifu, roho ya utakatifu kwenye makanisa yetu, roho ya utakatifu kwa viongozi wanaotuongoza, roho ya utakatifu kwa wachungaji wetu, roho ya utakatifu kwa waimbaji wetu, roho ya utakatifu kwa wapiga vyombo wetu. Tunaitaka Bwana. Mashada barabaraba, tunakataa kwa jina la Yesu. Mandala barabara riandaba ridaba riana makatalaba robo seketele mandalaba riakatele makurianta parada baraba repoko seketere manda masheketere mama mariande rekata parade sokotiande mashandala bakata rianda bakatele mandoro busiga masheketele mandalaba. Roho ya utakatifu ije kwa nguvu ndani ya maisha yetu, roho ya utakatifu ije kwa nguvu ndani ya afya zetu, ije kwa nguvu juu yetu. Mashakatala barabaraba. Hatutaomba tu kutunazini, tutaomba na maisha yetu yatakuwa matakatifu. Tutaomba roho ya utakatifu itatuongoza kwa jina la Yesu. Roho ya utakatifu uje ndani ya maisha yetu, roho ya utakatifu uzihirishe juu ya maisha yetu, roho ya utakatifu uongezeke ndani yetu, juu ya mama huyu, juu ya baba huyu. Riamakatala barabaraba riamakatele mandalaba reketele mandalaba kata. Ongeza tena kumwambia Bwana, roho ya utakatifu juu ya maisha yangu, roho ya utakatifu. Najua Baba, huyu binti anatamani kuishi maisha matakatifu, ila kwa sababu roho ya utakatifu haipo ndani yake, ninaiomba ije kwa nguvu juu yako. Wewe binti unayeomba na mimi, roho ya utakatifu ikupe neema ya kuchukia makandokando yote. Nguvu za Mungu zije zilizoambatana na Roho Mtakatifu, zikupe neema ya kuchukia uovu wa namna yote, zinaa, uharibifu, uovu wa namna yote usitajwe kwako. Mwingine ni mwanandoa naomba naye,
lakini anatamani kuishi maisha matakatifu kwenye ndoa yake, ila imeshindikana. Roho wa Bwana, ninaomba usiku wa leo, Roho wako apite ndani yake, aingie ndani yake, apenye ndani yake, azirike ndani yake, ajionyeshe ndani yake, ili aishi maisha matakatifu. Mwingine ni baba mwenye ndoa, lakini amekuwa akiteseka na zinaa, akiteseka na ulevi, akiteseka na tabia mbalimbali. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, pita ndani ya huyu mtu. Mashata barabaraba rima katalabare shanda la barababa erigori kama barabaraba ria mama kuriante yana barabaraba yentele bakatora baba yane makatoro sida. Mashata la barabaraba kwenye hiyo sebule yako, Roho wa Bwana afurike. Kwenye hiyo nyumba yako, Roho wa Bwana afurike. Kwenye maeneo uliopo, kama umeweka earphone, Roho wa Bwana afurike hapo ulipo. Masheketelema, kama unaweza kufungua kinywa mahala ulipo, fungua kinywa, omba. Fungua kinywa, tuomba. Fungua kinywa, omba, wala usijizuie. Roho wa Bwana yupo hapo kwenye sebule yako. Roho wa Bwana yupo mahala uliopo. Mashakatalabaraba makereba shakatalaba. Tulioko hapa tuongeze sauti tuombe. Masheketelema riama katalabaraba. Omba kwa Bwana, omba kwa Bwana. Mwambie Roho ya utakatifu, jizirishe, jiachilie. Riama mama karianda balabaraba. Riba baba karabarianda. Makatarabarianda. Era mashakata. Roho ya utakatifu kwenye masomo ya hao wanafunzi, kwenye masomo ya hao wanafunzi, kwenye masomo ya hao wanafunzi. Na iomba Roho ya utakatifu iongezeke, ionekane. Ya mama kuriandeleba mashana barabaraba peperu daba pepere baba. Utakatifu ni vazi, utakatifu ni vazi. Likikuingia unaichukia dhambi. Bwana tuvalishe utakatifu, Bwana tuvalishe utakatifu. Yana makatalaba. Fungua kinywa, usijizuie. Masherere baba ria mama katalaba okorira bajanda la baraba ina makatalaba ria daba katalaba. Roho ya utakatifu Baba, tuvalishe mavazi ya utakatifu. Kuna watu waliishi na wewe bila uharibifu kwenye utakatifu. Indala makuriande orira baba shanda la meketelere baba yetetetere mama mashara baraba. Binti tuombe. Mashara baraba. Shetani anawatumia mabinti sana ili kuharibu hatima zao. Mashara baraba riakatala mandele kata. Mwambie Bwana, nivalishe vazi la utakatifu, niondolee vazi la zinaa, niondolee vazi la dhambi, niondolee vazi la uharibifu, vazi ambalo lilikuwa likimpa nafasi shetani ya kuendelea kunishikilia. Hilo vazi niondolee. Damu yako initakase, damu yako inisafishe. Hilo vazi niondolee, hilo vazi niondolee, hilo vazi niondolee, hilo vazi niondolee. Niondolee vazi la zinaa, niondolee vazi la uongo, niondolee vazi la tamaa ya macho, niondolee vazi la tamaa ya mwili. Nipe vazi la maisha matakatifu, na kuchukia kila uovu, na kuchukia uovu, na kuchukia uovu. Mashara baraba impala barianda baraba ina mama mashekereba riakatala baraba. Inawezekana dada yangu, inawezekana mama yangu. Roho Mtakatifu akija kwa nguvu anakuwezesha, anakusaidia, anakuwezesha, anakuinua. Mayeketelema ria baba warianda ria baba katalaba ontala baraba yetelere manda yeketele mandalaba origos kaparada yentelemanda yantala baraba reketele baba reketele magadaba masherere impala barianda la gadu sakara yeketele baba. Mwambie aondoe vazi la dhambi ya namna yote, vazi la dhambi ya namna yote, vazi la namna yote ambalo lilikuwa likimpa uhalali shetani kuendelea kuyatesa maisha yako, kuendelea kuyashikilia
maisha yako. Hilo vazi liondoke, hilo vazi liondoke, hilo vazi liondoke. Kila nguvu iliyokuwa imekushikilia kwenye tabia fulani, kwa nguvu za Roho Mtakatifu inakuachia hapo ulipo. Natuma uwezo wa Bwana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo nguvu ya dhambi iachiwe, iachie. Ikuachie. Binti ikuachie, dada ikuachie, mama ikuachie. Hiyo nguvu, hilo vazi la zina, hilo vazi la uongo, hilo vazi la ulevi, hilo vazi la kukaa mtandaoni, ninalitoa juu yako. Mayanda bala baba. Orira baba baba shan. Ria mama katalaba. Ria mama kariantele bala bala. Ria baba kuriandele basanda ba. Kila vazi liondoke. Kila vazi liondoke. Kila vazi la dhambi, kila vazi la uchafu tunaliondoa leo. Tunaliondoa leo. Ondoa kila vazi. Roho Utakatifu atawale. Roho Utakatifu afurike. Roho Utakatifu ajae. Roho Mtakatifu afurike kwa jina la Yesu. Mashada barabaraba. Ria mama makurianteleba. Masheketeledebe. Ria baba kadaraba. Rianda barabara katalaba baba. Kama watoto wa kiume, Baba, tunaomba roho ya utakatifu ndani yetu. Tunaiomba roho ya utakatifu ndani yetu. Kama vijana wa kike, tunawaombea roho ya utakatifu ndani yao, wakaichukie zinaa. Hawatatoa miili yao kwa ajili ya zinaa. Ninakataa masturbation kwa vijana wa kiume. Nakataa uangaliaji wa pornography kwa vijana wa kiume kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninawatenga na hizo spirit, hiyo roho ya giza na kutenga nayo. Wewe binti, na kutenga nayo. Kijana, na kutenga nayo. Binti, na kutenga nayo. Roho hiyo ya masturbation, kijana, na kutenga nayo. Na kutenga nayo. Mwanachuo, na kutenga nayo. Mwanachuo yoyote, na kutenga na hiyo roho. Mwanandoa, na kutenga na hiyo roho ya masturbation, roho ya kuangalia picha za uchi. Bwana ananiambia kuna watu wanateseka na tabia za zinaa. Bwana akutenge na hiyo roho kwa jina la Yesu. Era baba. Mashada baba. Orira baba. Mashanda rabada bakara baba. Riana mama katala baba. Ora baba shanda baba. Roho Bwana mashaka talaba. Wewe unayegeuza vizingiti. Hebu geuza, weka mavazi ya utakatifu kwa watoto wako. Kuna waimbaji Bwana wanatamani watembee na wewe, ila kwa sababu shetani kuna maeneo amewafunga na amewashika kwa mamlaka ulionipa. Huyo mtu leo akiwa naomba na mimi, hiyo nila na hiyo kamba broken in the name of Jesus. Kila roho ya giza iliyomfunga kumwendesha kwenye zinaa, kwenye ulevi, kwenye kubeti, kwenye namna yoyote ile, hiyo roho ninaipiga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Iachie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ikuachie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo nguvu ikuachie. Huyu mama mwachie, huyu dada mwachie, huyu baba mwachie, huyu kijana mwachie kwa damu ya Yesu. Aishi maisha ya haki na yenye utaua mbele za Bwana, yenye kumpendeza Mungu. Biblia inasema Ayubu alikuwa ni mtu mwenye kumcha Mungu na mwenye kuepukana na uovu. Naweka neema ya kuepuka uovu kama ilivyokuwa kwa Ayubu, kama ilivyokuwa kwa Yusufu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila dhambi, kila uharibifu ninaufuta juu yako, na ninaachilia vazi na roho ya maisha matakatifu. Mandele bakatala bala. Roho ya maisha matakatifu ingie ndani yako, ianze kukuendesha kwa jina la Yesu. Baba, ninakataa. Hakuna binti atakayetoa mwili wake kwa ajili ya zinaa. Hakuna kijana wa kiume atakaye mikono yake itatumika kwenye zinaa, mwili wake utatumika kwenye zinaa. Hakuna mwanandoa kwa jina la Yesu. Maadamu ameomba maombi haya, Roho wa Bwana, wewe unayeatamia, hebu yaatamie maisha yao. Jaza tena Roho Mtakatifu, wakaichukie zinaa,
wakauchukie ulevi, wakauchukie uvutaji wa sigara, wakauchukie uvutaji wa bangi, wakauchukie ulevi wa namna yote, utafutaji wa mirungi, utafutaji wa kokaini na madawa mengine ya kulevya. Roho wa Bwana atamia kwenye utakatifu, atamia roho ya utakatifu, waatamie hao wa mama, waatamie hao mabinti, waatamie hao wanavyo, waatamie hao wanandoa, waatamie hao wafanyabiashara. Hawatakuwa na fedha nyingi afu wakakuacha wewe, watakuwa na fedha na watakucha wewe, watakuwa na fedha na watakutatumikia wewe, katika jina la Yesu Kristo aliye hai tumeomba. Baba, asante, tunakurudishia heshima na utukufu. Asante kwa ajili ya watu wa mtandaoni walioko Facebook, YouTube, pamoja na watu walioko mahali hapa. Roho wa utakatifu utatembea na sisi na utazilika pamoja nasi. Hatutaenda gizani hata siku moja, tutaenda katika njia zako, tutatembea katika njia zako, maana njia zako ziko juu sana. Ni wenye roho ya utakatifu tu ndio wanaweza wakatembea na sisi. Kuanzia leo tutaanza kutembea kwenye utakatifu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Mungu akubariki wewe ambaye ulikuwa unaomba pamoja na mimi. Nataka nitumie wasaa huu. Yamkini ulikuwa hujampa Yesu maisha yako kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yote haya tuliyoyaomba na yale tuliyojifunza yanakuwa hayana maana na hayana faida kwenye maisha yako. Yanakuwa na maana na faida pale tu unapoamua kumpa Yesu maisha yako kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo ulipo unaweza ukaomba pamoja na mimi maombi haya. Labda ulikuwa unataka kutengeneza, umeomba sawa, lakini unataka kutengeneza. Labda umeokoka, unataka kuokoka leo. Sema, ee Bwana Yesu, nimekuja usiku wa leo kuzaliwa kwa mara ya pili kwa neno lako. Ee Bwana Yesu, naomba unisamehe, naomba unirehemu makosa yangu yote na dhambi zangu zote ninazozijua na sizizozijua. Ee Bwana Yesu, nisafishe usiku wa leo, niwe mwanao na niwe mtoto wako. Uniongoze katika njia zako, katika jina la Yesu. Ee Bwana Yesu, ondoa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninakukubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu. Amen. Nataka nikuombee wewe. Mungu akusimamishe, Mungu akuwezeshe na Mungu akusaidie uweze kusimama kwenye wokovu. Hapo pembeni yako kuna namba ya WhatsApp. Unaweza ukanitafuta kupitia hiyo namba ya simu tukawasiliana na Mungu atakusaidia. Pembeni yako hapo kwenye skrini yako ya simu kuna namba ya WhatsApp. Mungu atakusaidia kutoka kwenye tabia yote. Yamkini ni kijana, ni mama, ni binti, ni mtu alika lote. Mungu hajachagua umri wa kumsaidia mtu. Wote anawasaidia. Nataka nikuombee wasaa huu. Kama ni ugonjwa, weka mkono wako mahala unapoumwa. Kama unataka kufunguliwa kutoka kwenye tabia, weka mkono wako kichwani. Nataka niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu, huyu mtu amekuamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na anahitaji kuona mkono wako ukitenda kazi juu yake. Muda huu ninavyoomba, kwa mamlaka na kwa nguvu ulizonipa, ninamfungua kutoka kwenye huo uharibifu, ninamfungua kutoka kwenye hilo giza, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. We ugonjwa uliyekaa ndani yake, we tabia uliyekaa ndani yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, toka juu ya mwili wake ugonjwa, toka juu ya mwili wake tabia, kila tabia iliyokuwa imekaa ndani yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nenda nje kwa jina la Yesu. Tabia yoyote, iwe zinaa, iwe uasherati, iwe ulevi, iwe uvutaji wa bangi, iwe uvutaji wa sigara, ugoro na takataka yote, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nenda nje ya huyu kijana, nenda nje ya huyu mama, nenda nje ya huyu binti, nenda nje ya huyu baba, katika jina la Yesu. Na kila ugonjwa kwa jina lako ninakusemesha wasaa huu, ninakusemesha muda huu. Ugonjwa kuanzia unyayo,
ninakuamuru toeka ndani ya mwili wake, mapafu, kichwa, homa, kila udhaifu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, toeka juu ya mwili wake. Mwachie kwa jina la Yesu, mwachie kwa damu ya Yesu. Ninaleta afya juu yako kwa mujibu wa Yeremia 33 mstari wa 6, ya kwamba tazama na uletea afya na kupona. Ninaleta afya juu yako, afya kwenye mwili wako, afya kwenye mwili wako, kuanzia utosi. Kila ugonjwa ninaukemea. Mwachie haraka, alete maendeleo kwenye familia yake. Hata kama alikuwa amelala kwenye kitanda, ninaamuru asimame, miguu itiwe nguvu, mwili upokee uzima, mifupa ianze kupokea nguvu, vifundo vya miguu, hata kama alikuwa na muda mrefu hajaanza kutembea, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe mgonjwa na ugonjwa ninakutenga. Wewe ni mzima, ugonjwa ondoka, usikae tena ndani ya mwili wake katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu na kubariki, Roho Mtakatifu na kutukuza. Mtu wa Mungu, nikushukuru sana kwa kuomba pamoja na mimi. Usiache kufuatilia hivi vipindi, vipo kila siku Jumatatu na Alhamisi kama leo. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, tukutane Jumatatu. Mungu akutunze. Shalom, shalom. God bless you.